kwanza tunakumbushana mambo ya msingi, lakini pia tunajengeana uwezo. Mambo kwenye kukabiliana na dharura yanakwenda kubadilika. Zamani tulikuwa tunaongelea sana dharura tu peke yake, labda za ajali barabarani na ambazo sasa hivi zimeongezeka, lakini sasa hivi tuna dharura za magonjwa. Tena magonjwa ya sasa hivi sio magonjwa ambayo yana originate kutoka kwa binadamu, yanatoka kwa wanyama. Tunapata dharura ambazo magonjwa yanatoka kwa nini? Kwa wanyama. Na ndio maana hata wenzetu wa sekta nyingine pia wako hapa, na ndio sababu ambayo ilipelekea tukafungua dawati la afya moja katika ofisi ya Waziri Mkuu, kwa sababu ukiangalia kwenye jinsi ambavyo serikali yetu inafanya kazi, ofisi ya Waziri Mkuu ndio mratibu wa sekta nyingine zote. Kwa hiyo tukaona ni muhimu likiwepo dawati pale la afya moja ofisi ya Waziri Mkuu liweze kusaidia kuratibu sekta nyingine zote. Lakini pia niseme tu kwamba huu ni mwendelezo. Tumeshakuwa na mafunzo mengi sana huko nyuma, lakini huu ni mwendelezo. Sasa kwa kifupi kabisa, niseme tu kwamba wenzetu wa Shirika la Afya Duniani wamekuwa washirika wetu wakubwa sana, kwa maana ya WHO. Tumepiga hatua kubwa sana katika kukabiliana na dharura ndani ya nchi, lakini all along wamekuwa ni wadau wetu wakubwa sana. So nichukue nafasi hii kwa niaba ya serikali kuwashukuru sana na kuwapongeza kwa kuendelea kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama nilivyosema, haya majanga yanaendelea na yanaendelea kuongezeka, na sio Tanzania peke yake, yaani ni dunia nzima. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kukaa kama nchi tukajipanga kwa sekta zetu mbalimbali, kila mtu anachukua eneo lake. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Tumeshapata mlipuko hapa wa Marburg, tumeshapata mlipuko hapa wa Mpox, tuna milipuko ya kipindupindu, tuna milipuko ya kila aina, lakini tuna ajali mbalimbali ambazo zinatokea. Tumepata ajali za ndege, tumepata ajali za kwenye maji, tumepata ajali za barabarani, zote zinatokea. Kwa hiyo ni swala ambalo linaendelea na litaendelea kuwepo. Lakini sasa hivi pia kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, tunaona mambo mengi yanatokea, yanabadilisha sana mazingira. Milipuko ya magonjwa yanatokea pia, mengine ni kwa sababu ya mabadiliko ya nini? Ya tabia nchi. Lakini niseme tu kwamba kama nchi tumechukua hatua. Nikijaribu tu kukumbuka huko nyuma kidogo, mtakumbuka kwamba kwanza ili dawati la afya moja ambao naliongelea One Health halikuwepo kabisa kwenye nchi. Baada ya kujifunza tukaona kwamba lazima tuwe na dawati la afya moja. Kuna magonjwa mengi ambayo yanatokea mlipuko hayahusiani kabisa, yani hatoi kwa binadamu, yanatoka kwa wanyama. Kwa hiyo kupitia dawati hili tunashirikiana na wenzetu kuweza kuratibu na kukabiliana na dharura kama hizo. Lakini vile vile nimewasikia wenzetu hapa wa jeshi la polisi wapo, jeshi la zimamoto wapo. Zipo ajali zinatokana na moto. Zipo ajali zinatokana na ajali za barabarani. Wale ambao wametoka kwenye hospitali, nimeona hapo watu ambao wametoka emergency departments mbalimbali, mnatambua idadi ya majeruhi ambao wanatokea wa ajali za barabarani. Ukiongelea bodaboda na watu wengine kama hao, ajali ni nyingi. Unaona, wanakuja pale. Sasa wanapokuja pale, lazima tuwe tufanye nini? Tumejipanga namna kukabiliana nao. Lakini kukabiliana na ajali sio tu kusubiri majeruhi waje, ni pamoja na kutoa elimu namna bora ya kutumia barabara, elimu namna bora ya kutumia vyombo vya moto, lakini elimu namna bora ya kuepuka tabia hatarishi ikiwemo matumizi ya pombe na vilevi vingine ambavyo pia vimekuwa vinachangia sana kwenye swala la kutokea kwa hizo ajali. Lakini unapotokea ajali imeshatokea, pale kwenye simu, pale ambapo ajali imetokea, ni nani yupo na anafanya kitu gani? Wakati mwingine sio swala tu la kukimbiza mgonjwa majeruhi kumleta hospitali, lakini ukishindwa kummanage vizuri pale kwenye site, mtu ameumia uti wa mgongo, ameumia kichwa, mnambebaje? Kumuingiza kwenye gari ili aweze kuletwa. Lakini pale tunafanya ABCDs gani kuweza kujua kwamba huyu mtu tunamsaidia njia yake ya upumuaji iweze kufunguka.